kwanza ni kuwaunganisha, kwa sababu kwanza mnajiita umoja. Umoja tayari manake ni muungano wa jumuiya fulani. Kwa hiyo mnastahili kupata fedha na mikopo. Nitamwelekeza mtaalamu kuja kuwaunganisha hiyo umoja wenu. Kama una vikundi tofauti tofauti, sawa, na kama ni kikundi kimoja chote ni umoja wenu, ni sawa, tena ni sawa zaidi, kwa sababu tunataka kusaidia makundi. Tumeshughulika na makundi ya mama lishe na makundi ya wafanya biashara wadogo, yote serikali yenu imeshughulikia, na wao wako katika rika tofauti. Wako vijana wanashughulika na biashara, wako wazee wanashughulika na biashara, lakini inapofikia umoja, basi wote mnakuwa katika sifa sawa ya kupata mkopo au fedha au usaidizi wa aina yoyote. Nikitolea mfano wafanya biashara katika soko ili masoko yetu tuseme, wapo ambao tumewawezesha mikopo na wapo ambao wamefikiwa na mikopo ya benki. Lakini sasa sisi hapa tulikuwa hatujui hilo, hatuna ufahamu hilo kama mikopo inatolewa. Kwa hiyo ndio maana taarifa hii imekuja kwangu. Niseme hili nimelichukua kwa utekelezaji. Kama ikiwezekana, kama tulivyoomba pale kwenye kikao cha mheshimiwa kwamba tupewe hati miliki ili tuache kuishi kwa wasiwasi na ile kusema kwamba tutahamishwa. Hilo ni lengo letu na ombi letu kwa serikali kuu kwamba itusaidie kwa hilo, itupe hiyo hati miliki ili tuishi kwa amani, tuweze kuichangia serikali kodi hizo ndogo ndogo za halmashauri. TRA tunalipa, sisi kwa ujumla tunalipa mpaka serikali. Mheshimiwa mwandishi wa habari, unajua shida iko hivi mheshimiwa mwandishi wa habari, ndugu zangu, wakati tunakuja hapa hakukuwa na mkataba wowote. Tuliambiwa hii ni eneo lenu, mtakaa hapa muishi mfanye kazi. Lakini changamoto ya mikataba ilikuja 2018 wakituambia kwamba tunaomba kwa sababu hizi ni mali zetu. Tukamwambia hapa hakuna mtu, halmashauri haijai kujenga kitu. Sisi tulishokikuta hapa ni choo peke yake. Kwa hiyo maeneo haya sisi ni mafundi tulioboresha kwa gharama zetu, kwa mtu mmoja mmoja, kila mtu akamwambia bana, ili uweze kukaa hapa kwanza tuimarishe sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo tukaboresha hii maeneo ya mbele, kuweka ukuta ili tuweze kulinda mali zetu hizi kidogo ambazo tunazo. Lakini cha kushangaza, serikali sasa manispaa wao wakaja na mkakati wa kusema kwamba hivi vibanda ni mali yao. Tukaambia sio kweli, vibanda hivi ni mali ya wananchi, ila tunajua serikali ni yenye ardhi ni mali ya serikali, lakini hivi vibanda ni mafundi wa gereji wenyewe wamejitolea kuvijenga kwa gharama zao, na ndio maana hata ukiangalia vingine mpaka leo watu hawajaweza kumaliza, walikimbia kutokana na ugumu wa maisha, walishindwa kabisa. Lakini wale wachache ambao tulivumilia ndio tumefika hatua hii. Basi tukakaa kikao, wakatuambia basi changieni serikali, tukakubaliana kweli tukachangia. Mara ya kwanza tulichangia 20,000, lakini watu wakaendelea kukimbia. Wakiwemo wale watu wa Desemba, wao walipewa maeneo wakayajenga, lakini wakaondoka kabisa. Na hakuna serikali ishaipata hata 100 pale. Lakini sisi wachache tuliokuepo tukaambia msiendelee kutuua, wacha na sisi tubaki ili tuendelee kuchangia basi kidogo, tupunguzeni kidogo. Na mwanasheria alikuwa amepita, simjui kwa jina, akasema basi tuwafanyie watu 15,000 kwa sababu kweli wanaonyesha nia na wana nia ya kuendelea kuwepo kwa vibanda vile vya biashara. Iko vingapi? Sasa vingi vimefungwa kwa sababu ya hali ya kazi na maisha ya uchumi kweli inapoendelea kwa ukubwa wa kali. Na ndio hicho nilikuwa nasisitiza kwamba tungekuja wote haya yote yasingekuepo. Lakini leo vinapungua, lengo viko 51 ambavyo vinafanya kazi. Vingi vimefungwa kwa sababu ya watu wamerudi mjini kule, wanakuambia wacha nikae machinga kule nakaa bure, sina kodi ninayolipa, sina nini huku, kwanza natumia gharama kubwa mpaka kufika mahali hapa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo pia ilitusababisha tukaingia tena mkataba mwingine wa halmashauri, tukakubaliana kwamba tulipe 15,000, ila baada ya miaka 10 ile mkataba unaweza kuuishwa, tukaona kwamba nini cha kufanya. Kweli miaka 10 haijafika, lakini tunashangaa tena tumeenda kuomba control number, hatupewi. Tunaambiwa subiri mkakati mwingine utakuja. Sasa hatuelewi. Tunakaa kwa wasiwasi, hatuelewi ni wapi tunaenda na nini tunafanya. Kwa sababu tumeangalia, tumepoteza muda wetu mwingi, tumeboresha eneo hili kwa gharama kubwa. Serikali sasa ifike na mahali na sisi tusaidie. Kwao wakurugenzi au kwamba ni nini namna gani ya kulifanya hapo halmashauri ili mambo yakae sawa. Ifike mahali tuwe kama idara ya maji. Yaani wewe tu mwisho wa mwezi ukifika, control number yako imesoma, bili ya maji unadaiwa labda kiasi gani hivi. Natamani na halmashauri pia wangekuwa na uwezo huo, wakaiga ile mazuri yanayofanywa na TAWASCO kule.
ingekuwa ni jambo jema sana, na tungewashukuru kweli. Tuache na muda sisi wa kupoteza kufanya kazi kuhudumia watu, tunakaa tunatembea kule kutafuta control number. Tulihamishwa tarehe 6 mwezi wa 9 2006 mpaka leo tunapoongelewa, hii ni miaka 19. Tuna miaka 19 mheshimiwa mpaka sasa hivi. Toka kipindi hicho 2008 tulianza kuichangia serikali kwa kulipa leseni za eneo letu tunalofanyia kazi, walipa mapato na mambo haya madogo ya taka, kwa tunalipa taka. Lakini utaratibu wa service levy nadhani umekuja juzi na pia huo tunauchangia.